karibu sana kwenye Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Ukianza kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine mkoani Mbeya, mwenyeji Tanzania Prisons imekubali kipigo cha magoli 4-1 kutoka kwa wagosi wa kaya Coastal Union kutoka kule Tanga. Nyota wa Coastal Union Bakari Msimu ndiye aliibuka kinara kwa kufunga mabao mawili katika mchezo huo, akifunga dakika ya kwanza na dakika ya 51, kiasi cha kuchaguliwa kwa nyota wa mchezo huo. Magoli mengine ya mchezo huo yalifungwa na wachezaji akiwemo Shiza Ramadhan Kichuya dakika ya 47 na Cleophas Mkandala dakika ya 90. Huku goli pekee kwa upande wa Tanzania Prisons likifungwa na George Mpole dakika ya 45. Mchezo ulikuwa mgumu, ni mgumu sana. Ukiangalia kabla mchezo hujaanza, pointi tulikuwa tumekaribiana sana. Kwa hiyo kila mmoja alitegemea mchezo lazima utakuwa mgumu, ila wenzetu wameweza kutumia makosa tuliyofanya, wameconvert kuwa magoli, ndio maana umeona matokeo yameisha hivi. Siwezi kumlaumu mtu kwa sababu ni wachezaji wote tulikuwa tunacheza, lakini tumetengeneza makosa mengi sana na wenzetu wameweza kuyatumia na wameconvert kuwa magoli. Siri ya ushindi ni mshikamano, ushirikiano na kuvumiliana. Hii leo nifanya kama vile dedication kwa ndo zawadi yao ya uvumilivu, tumeweza kufikia hapo, lakini kama tukikata tamaa pengine usingekuwa hapo. Ila ushirikiano na umoja uliopo kwenye timu naomba uendelee ili watu support, tukisikilizana basi Mwenyezi Mungu naye anakuwa karibu na sisi. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia afya mpaka kufika siku hii ya leo, na namshukuru mwalimu kwa kuweza kunipa nafasi, kuniamini. Nashukuru tumepata ushindi na nimehusika katika ushindi, kufunga na kuassist. Alhamdulillah Mwenyezi Mungu. Bila Mwenyezi Mungu singefikia hivi, na kunjalia hichi kipaji nisingefika hapa. Bana, Coastal ya Mohamed Muya hiyo inaendelea kwa moto. Tuageukie Pamba Jiji sasa kutoka kule Mwanza, ambao wao wameendeleza ubabe kwenye uwanja wao wa nyumbani CCM Kirumba baada ya kuichapa Namungo FC bao 1-0 la kwenye mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Goli hilo la mwenyeji huyo ama wenyeji hao lilifungwa na Matthew Tegis mnamo dakika ya 53 ya mchezo na likatosha kuipa alama 3 muhimu Pamba Jiji dhidi ya wauaji wa Kusini. Kwa ushindi huo, Pamba inafikisha alama 23 kwenye nafasi ya pili baada ya michezo 15 ikiwa ikiwa nyuma alama moja tu juu ya bingwa mtetezi Young Africans ambaye walishuka dimbani mara 8 na ni katika michezo ambayo wameshacheza mpaka sasa. Wakizungumza na Azam Sports baada ya mchezo huo, kocha Francis Baraza wa Pamba Jiji FC pamoja na Juma Mgunda wa Namungo, licha ya kuzungumzia ugumu wa mchezo huo, wamesema kila timu imepata ilichostahili. Kabisa tumetengeneza nafasi, hatuzitumia, tumepaka penalty tukitumia. That's the football. Kwa sababu hawa vijana hawakutaka kufanya vile, kwa hiyo imekwenda ikawa hivyo. Kwa hiyo mimi kama mwalimu nachukua dhamana yote ya timu kupoteza leo, basi dhamana ni mie, responsibility ni ya kwangu. Kwa hiyo kwanza niwapongeze vijana wangu wa kupambana na kujaribu kutengeneza nafasi na mwisho wote tukuzitumia. That's the football. Lakini kwa maana hiyo sisi tunakwenda kujipanga. Hii mechi tumeshapoteza, lakini kikubwa ni kwamba tunajipanga na mchezo mwingine ujao. Kabla sijaendelea, nitapongeza vijana, mashabiki wangu wamekuja kwa wingi, wameweza kusupport timu yao. Nitarudi kwanza nikisema kuwa napongeza vijana kutokana na mchezo umekuwa mgumu. Naweza sema kuwa katika tuanze ligi leo tumepata kipimo kizuri. Manake Namungo, Juma Mgunda ametengeza timu iko vizuri, wanacheza, unapata ni timu ambayo imetusumbua vipindi vyote. Though nasema kuwa lazima kupatikana mshindi. Tumepata goli la nafikiri kipindi cha pili, goli moja hilo, pointi 3. Nasema kuwa vijana wamejaribu kunipatia kile ambacho nimehitaji. Wakati akiendelea, afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania Karim Baimanda amefafanua namna michuano ya kimataifa ilivyoathiri ratiba ya ligi kuu, huku akieleza mchakato mzima ulivyokaa kuhakikisha kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa. Tulizungumza na klabu zetu, tulizungumza na umma kwa maana ya wadau wote wa ligi kuu ya NBC kwamba 2025-2026 ni msimu mgumu sana. Msimu mgumu kwa sababu ya ufinyu wa muda wa kucheza. Kimahesabu ni kama vile tunakwenda kucheza ligi
kwa takriban miezi 8 badala ya miezi 10 ambayo tumekuwa tukizoea. Sasa ukipungukiwa na miezi 2 kwenye ligi, hilo ni pigo kubwa sana. Kwa hiyo ndio maana tulifanya mazungumzo mwanzoni kabisa na klabu zetu zifanye usajili bora, zisajili wachezaji wengi ambao watasaidia walimu kufanya mzunguko, kwa maana ya pale wanapoona mchezaji usiku fulani amechoka, basi aweze kupumzishwa na mchezaji ambaye anachukua nafasi yake aweze kutekeleza yale ambayo kocha anatamani yafanyike. Kwa hiyo kwa kifupi ni msimu mgumu, lakini tumekuwa tukipambana kuhakikisha tunamaliza kwa wakati. Kama ambavyo tulieleza awali, tunalazimika kumaliza msimu mwezi Mei mwaka huu 2026 kwa sababu Juni kutakuwa na finali za kombe la dunia. Hadi sasa hivi mipango iko hivyo na kila kitu kinakwenda sawa. Katika hatua nyingine, Boimanda ameweka wazi maendeleo ya maboresho kwa baadhi ya timu za ligi kuu, huku akitoa msisitizo juu ya taratibu kuzingatiwa. Ligi inaendelea vizuri, tunashuhudia ushindani wa kiwango cha juu viwanjani, lakini ni ushindani ambao pia umeambatana na burudani ya kiwango cha juu. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda sawa, na bodi ya ligi kuu Tanzania ina matumaini mengi sana kwamba 2025-2026 unakwenda kuwa msimu bora zaidi ya misimu yote ya ligi kuu ambayo tumewahi kuishuhudia. Namna ambavyo klabu zetu zimefanya usajili wachezaji bora kabisa kutoka ndani na nje ya nchi, maafisa bora wa ufundi walioajiriwa kwenye klabu hizo, namna ambavyo zinafanya maandalizi yao, ni ukiunganisha na namna ambavyo bodi ya ligi kuu Tanzania tunasimamia ligi yenyewe, tunapata mchanyato ambao unakwenda kutengeneza ligi bora kwa msimu huu. Tuendelee kuziangazia timu za ligi kuu soka Tanzania bara sasa, ambapo afisa habari wa Fountain Gate FC Issa Mbuzi ameelezea mipango yao ilivyo na dhamira walionayo kwenye mchezo wao wa kesho dhidi ya Singida Black Stars, akisema kuwa watapambana kwa kila mbinu kuhakikisha wanabeba alama zote 3. Kuhusu majeruhi, hakuna majeruhi mpaka sasa kwa sababu tuliwasili jana mchana, tukapata nafasi ya kufanya mazoezi na wachezaji wote ambao tumekuja nao. Lakini ukitazama pia utulivu kambini, namna wachezaji wenyewe wanavyozungumza wao kwa wao kwenye vikao vyao kuelekea kwenye mchezo wenyewe, inaonyesha ni namna gani wapo tayari kuendea huo mchezo. Ukisafiri kwenda sehemu siku 2 kabla ya mchezo, tafsiri yake ni kwamba maandalizi kuelekea kwenye huo mchezo unakuwa umeshayafanya kikamilifu kule ambako umetoka. Kwa hiyo tumekuja hapa ni kwenye kurekebisha yale machache ambayo yamefanyika, na nafikiri tutakwenda kufanikiwa kufanya vizuri. Though sio rahisi kucheza na timu ambayo ina wachezaji wengi wazoefu, wachezaji ambao bado wana rhythm ile ya mashindano ya kimataifa, inakwenda kutupa ugumu. Lakini sisi tuliyafahamu hayo, na naamini kazi kubwa tutakwenda kuionyesha kesho, na tutakwenda kuwapa mechi kweli. Tunataka tupate alama 3 kwenye mchezo, nafasi ambayo tupo sio sehemu salama. Ukitazama namna ambavyo alama zilivyo baina yetu sisi na watu ambao wako chini yetu. Kwa hiyo tukipoteza mechi ya kesho, tafsiri yake ni kwamba tunajipeleka chini kabisa. Kwa hiyo tukipata alama 3, tafsiri yake ni kwamba tutasogea na kuwa kwenye nafasi za juu kidogo kutoka pale ambapo tupo. Wakati ikiendelea, mashabiki na wadau wa soka mkoani Arusha wameonekana kupokea kwa mtazamo chanya hatua ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate kuhamishia kambi na shughuli zake ndani ya jiji hilo kutokea mkoani Manyara ilipokuwa hapo awali. Familia ya soka ndani ya Arusha ina mtazamo na inatazamia mengi mazuri kutoka kwa Fountain Gate ambayo inashiriki ligi kuu soka Tanzania bara ama NBC Premier League, ambayo itarejesha kwa namna ambavyo wanazungumza chachu ya soka mkoani humo. Ni kwa muda sasa Arusha imekosa timu mwenyeji inayowakilisha mkoa huu wa kaskazini mwa nchi katika ligi kuu soka, na hali hii inatajwa na mashabiki kuwa imekuwa ikiwapa unyonge kwa kukosa kushuhudia burudani ya kabumbu katika viwanja vya nyumbani. Nadhani ni zamu yetu sasa kupata burudani ya ligi kuu, lakini pia nadhani pia tukionyesha nguvu kubwa kwenye hili, timu nyingine pia zitaona zije ziweke kambi hapa au uwanja wao nyumbani uwe hapa mkoani Arusha. Kwa wakazi wa Arusha, kwanza tumeipokea kwa furaha kubwa na baada ya kuiona kwamba timu ya Fountain Gate imeletwa Arusha, tulifurahi sana. Ni kwa jinsi gani inaonyesha ni kwa jinsi gani vijana wa Arusha watakuwa na mwamko wa kuendeleza michezo.
Fountain Gate ilipokelewa rasmi mkoani Arusha Februari 6 mwaka huu kwa shamra iliyoongozwa na mkuu wa mkoa huu CPA Amos Makalla. Tumetengeneza jeshi ambalo linakwenda kushindana vizuri. Maana yake Fountain Gate wakiwa hapa, timu zote za ligi kuu zitakuja hapa. Bodaboda atafaidika, mama ntilia atafaidika, kwenye masoko atafaidika, kwa sababu mahoteli yatafanya kazi. Kwa hiyo mnyororo wa thamani unawagusa Wanaarusha wote. Na mimi kama baba leo sina hela, ila imenipasa, yani leo naahidi milioni 20. Milioni 15 isaidie uendeshaji na milioni 5 kwa wachezaji. Kwa sasa kikosi cha Fountain Gate kimeshacheza michezo 12 kikiwa na alama 12 katika msimamo wa ligi kuu soka ya NBC. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha. Niungane na mchambuzi wa masuala ya soka Andrew Kinga Mkono kuweza kusikia kutoka kwake. Andrew, karibu. Asante sana. Mambo yanaenda? Mambo poa. Asante. Yes, karibu sana. Tumeona mwendelezo wa timu mbili kwenye ligi kuu ya NBC ambazo zimefanya vyema hii leo. Coastal kushinda magoli 4-1 dhidi ya Tanzania Prisons sebuleni kwake, kumbukumbu ya Sokoine. Kabla ya kuzungumzia tu ushindi, kushinda magoli 4 dhidi ya Tanzania Prisons ni habari nzito sana hii. Prison umekuwa ni msimu mgumu kwao kwa sababu wanacheza vizuri. Ni timu ambayo kiangalia mpira wanavyotembea, wanatembea mpira vizuri sana. Lakini wamekuwa na changamoto kwenye kufunga na vivyo hivi wanaonekana wana changamoto kwenye safu yao ya ulinzi. Kwa sababu kabla ya mechi hiyo hawajakutana na mechi 7 zilizopita, hao wote wawili kwa kila mmoja amepoteza mechi 7 zilizopita, hajapata matokeo mazuri kwenye mechi 7 zilizopita. Kwa hiyo Coast leo naye ameamka, amepata kibonde mwenzake. Unajua kuna nafuu, kuna afadhali. Sasa leo Coast ameonekana na afadhali, ameweza kutumia nafasi udhaifu wa mwenzake akapata ushindi mnono wa magoli 4. Kwa hiyo kwanza umewarudishia kujiamini kwa Coast Union, unawapa kwamba wanaweza, na kocha nadhani sasa anaangalia upeo. Nimeona tokea Chiza Kuchua amekuja kwenye timu, kuna kitu fulani amekiongeza. Inaonekana kocha ameweza kumtumia vizuri na ameongeza kitu kwenye safu yao ya ushambuliaji, na umeona leo amefunga goli na sehemu nyingine ameonekana kwa mchango mkubwa kwenye magoli mengine kafunga msimu ule. Kwa hiyo unaona kuna timu ambayo tayari na kidogo inaweza kuja, labda tusubiri mechi ijayo tuone na yeye anapokeaje. Kingine kwenye hizo timu naona kuna changamoto ya hizi safari, mtu anasafiri umbali mrefu, wakati mwingine wachezaji wao wanakuwa wanachoka, kwa hiyo mechi zinafuatana, kurecover kwa haraka inakuwa ngumu. Unajua kwa nchi yetu na safari ya barabara nchi yetu ni kubwa sana. Mtu katoka Dodoma anaenda kucheza Mwanza, kwa hiyo unaona jinsia hiyo inakuwa inaweza kuleta matokeo yasiyoridhisha, japokuwa sasa unaona kwa Coast wao wamepata vizuri ushindi, wamekaa sehemu nzuri kwa na Mbeya City na Prison, wao wanabidi wajitafakari upya. Wakiangalia wana pointi 9. KMC wa chini yao ana pointi 8. Kwa hiyo KMC akishinda anawashusha wao, anaondoka juu. Kama KMC akibahatika kumfunga Simba kesho, ina maana KMC anaondoka pale chini, anaenda juu, au hata akitoa sare anakuja kutaangalia magoli nani. Kwa hiyo nadhani Prison timu nzuri, inacheza mpira wa kuvutia, lakini haipati matokeo. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo nadhani kocha inabidi akae chini aangalie jinsi gani ya kufanya timu ipate matokeo. Najaribu kuangalia namna mambo yanavyokwenda kwenye kikosi cha Tanzania Prisons na hatima yao. Msimu uliopita wamenusulika kidogo, na ligi huwa inakuwa hivi hivi. Utakumbuka Mtibwa walinusurika mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu wakaenda. Biashara walinusurika mara ya kwanza, mara ya pili wakaenda. Si dalili nzuri kwa Tanzania Prisons. Nini wanapaswa kufanya? Kwanza kwa ujumla kocha inabidi na uongozi wa Prison wanapaswa kutambua ubora wa timu yao uko wapi na mapungufu yao yako wapi. Ukijua ubora wenu uko wapi, kama sisi tuna uwezo sana kukaa na mpira. Je, sasa tunatafuta vipi mfungaji? Na dirisha la usajili lishafungwa. Kwa hiyo hawa tuliokuwa nao tutafute namna ya kutengeneza magoli. Magoli tunatengenezaje kwao? Kupiga mashuti ya mbali, ubora wetu kwenye mpira cross, lakini hata tunapofunga, lakini na sisi basi tusifungwe. Muwe mtengeneze ukuta, kwa sababu cha kwanza kwenye timu siku zote kitu kikubwa sana timu ifanikiwe kujilinda. Ukipata sare nyingi zinaweza kusaidia kusogea point, kwa sababu kuliko kupoteza pointi 3 ni bora ukote pointi 1. Kwa hiyo kocha inabidi atengeneze safu yake imara ya ulinzi. Wasiwe wanaruhusu magoli, kwa sababu unaonekana mechi zao nyingi walizocheza hapa wameruhusu magoli. Kwa hiyo ni mzigo wanaobeba. Mwisho wa siku watakuja kuangalia goal difference, utajikuta umefungwa magoli mengi, uwezi unakuta unashuka. Kwa hiyo nadhani kwa kocha anabidi kwanza atengeneze safu imara ya ulinzi, kuhakikisha katika hizo mechi ambazo wanaenda, kwa sababu sasa mechi ya 14 wanaenda hii. Kuanzia hapa hakikisha kwamba hawaruhusu magoli kufungwa,
ili timu ikishakuwa imara kwenye kujilinda, then tutasema sasa hatua inayofuata ni kutengeneza safu imara ya ushambuliaji, kutumia nafasi chache ambazo tunazipata au nyingi ambazo tunazitengeneza, tuwe na mtu mmoja ambaye anaweza kuwa anatufungia magoli, tukamtengeneza mtu akawa mshambuliaji sahihi. Wapo watu kwenye timu yao unaona wana nafasi, naweza kuwa akafunga mechi. Haya, hem, tuangalie ratiba ilivyo na mechi ambazo zitachezwa, maana hii pia itatupa picha halisi ya kujua mwenye kibarua hiki ama mwenye kipato hiki mfukoni shughuli yake inayofuata iko vipi. Ni kesho kuna mechi mbili, Februari 11 KMC watakuwa mzigoni dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Singida Black Stars watakuwa mzigoni dhidi ya Fountain Gate. Pana mechi nzito pia hapo. KMC yuko nyumbani. KMC yuko nyumbani, lakini KMC bado hana ubavu wa kupambana na Simba kwa sasa hivi, japokuwa mpira una matokeo, una maajabu yake uwanjani, lakini unawaona kabisa kwamba KMC kwa hali yao wanayokwenda nayo kwa sasa hivi kwenye ligi, ukiangalia matokeo yao wanayopata, wameshinda mechi 2 tu, unaona. Kwa hiyo ni timu ambayo ni timu dhaifu, japokuwa Simba wanaonekana kwenye ramani wanaonekana kama wako vibaya sana, lakini wana pointi 16 wakati KMC ana pointi 8. Kwa hiyo nusu ya pointi ambazo Simba amekusanya kwenye mechi 9 kwenye mechi 8 ndio KMC amezikusanya, amepata kwenye mechi 14 amepata pointi 8. Kwa hiyo unaona kabisa kuna gap kubwa ambayo lipo kati yao. Amecheza mechi nyingi KMC, Simba amecheza mechi chache, bado Simba amekuwa bora. Na hata kwenye mechi hii unaona katika usajili wa Simba wa dirisha dogo waliofanya, ukiona matokeo wanayopata kwenye ligi ya mabingwa, unaona kabisa pamoja kwamba hawapati matokeo mazuri, lakini ni timu ambayo kwa sababu wanakutana na watu bora zaidi kuliko wao, lakini bado wana timu ambayo ndani kwa hali ilivyo msimamo wa ligi kutazama, KMC si miongoni mwa timu ambazo zinaweza kuwazuia, na hasa kwa kipindi hiki ambacho Simba wanahitaji kushinda ili kuendelea kutuliza hali iliyokuwepo. Maana unasikia huko mara mwekezaji anauliza nani mchakato kwa wapi, huyo unafanya nini? Kwa hiyo kuna vitu vingi vinatokea nyuma yake. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kushinda, na kingine inawafanya Simba kuelekea kwenye mechi yao ya tarehe 1, kwa sababu akili saizi ishaanza kama kuelekea tarehe 1. Yes. Hii haikwepeki. Sasa kwa sababu haikwepeki, lazima sisi uanze kuokota ushindi kuelekea kwenye mechi ya tarehe 1. Haya. Mechi zingine ni Singida Black Stars watakuwa mzigoni kesho na wanamenyana na Fountain Gate. Singida atakuwa nyumbani, lakini ukiacha hilo Februari 12 ambayo ni kesho kutwa, Dodoma Jiji watakuwa nyumbani dhidi ya TRA United, wanawakaribisha majirani zao kutoka kule Tabora. Lakini ukiacha hilo pia Februari 13 mwaka 2026 Dodoma Jiji pia watakuwa mzigoni katika uwanja wa pale kwao. Hii inaonyesha Dodoma Jiji siku 2. Nadhani kuna changamoto hapo. Haya, JKT Tanzania watakuwa wanamenyana na Coastal. Na hivyo ndivyo ambavyo mambo yatakuwa kwenye ligi kuu NBC. Kiufupi kwa namna mambo yalivyo, ni kama sasa ligi ndio imerejea baada ya kwa sababu unajua tumeunga Afcon, ligi ya mabingwa, halafu ndo sasa watu wanaanza kuseto. Kwa sababu kuna hao ambao Yanga na mechi 8, Simba na mechi 7, Azam na mechi 7, Singida na mechi 7 naye mwenyewe. Kwa hiyo Singida anarudi baada mechi yake, lakini ana kabla kwenda Afrika Kusini. Kwa hiyo hii ni sehemu ya maandalizi yake ya kujiandaa kwenda Afrika Kusini. Mechi itakuwa ngumu, ushindani unategemea kuwepo, lakini naona kwa kile walichokionyesha Singida kwenye mechi 2 za ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho Afrika, Fountain Gate watakuwa na kazi kubwa, hasa Singida akiwa nyumbani. Naona Fountain Gate watakuwa na kazi kuwazuia. Na vinara wa ligi naona wako vizuri, akina Kalabaka naona wanaendelea kuibeba timu yao. Hao jamaa msimu uliopita muda kama huu walikuwa na alama 8 pungufu ya walizonazo sasa hizi. Wana hatari, dalili yao si nyepesi, ni nzito. Ngoja tuangalie maoni mtandaoni na kile ambacho wametuandikia wadau wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Pengine hiki pia kitatupa mijadala tofauti kupitia mshike leo. Swali letu lilikuwa linahoji, timu nyingi zimefanya usajili wa dirisha dogo mwezi Januari. Je, kwenye timu yako unajivunia usajili wa mchezaji gani? Swali muuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na Instagram, na moja kwa moja sasa tuanze kuangalia maoni ambayo umetuandikia. Pengine haya yatatupa picha halisi ya kujua mtazamo wa wadau wetu kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tukianza na Facebook wa Azam Sports, anaitwa Solomon Njiku Nzega, anasema tuendelee kuangalia chimbo lingine, ila usajili unalipa kabisa kwa Simba yangu. Kwanza kipa mzuri, mawinga wazuri, Chama karudi na anasema napo katupa mwanga. Kwa hiyo tuanze kunenepa kidogo na sisi, ni maoni yake. Lakini Wilbert Norbert Msuva, yeye anasema pale Young Africans kuna Depo, kuna Damaro, kuna Starboy Okello, hizo ndizo sajili bora pale Young Africans Sports Club. Lakini Maneti Magongo Kione anasema Wairinga Uluti, anasema nashukuru sana mtu aliyemleta Leomba, kwani kwenye mechi moja alivuruga sana hadi wapinzani hawakuamini machoni mwao. Leomba bonge la mchezaji, lakini pia ujio wa Aura ndani ya Simba na ufananisha na ujio wa Beckham
ndani ya Real Madrid. Haya bana, ni maoni yake. Hem, tuangalie Instagram sasa. Anaitwa Jackson Bernard Mduda anasema wakibaha kwa Matias, kwa mimi nimevutiwa na usajili wa Ino Jospin Leomba. Ni wapongeze Jairuti kwa kutimiza ahadi, lakini uongozi kwa kuweza kung'amua kipaji hiki. Ni aina ya mchezaji tuliyemkosa kwa kipindi sasa, na nina imani kama si mengine ataisaidia Simba kwa sasa na baadaye. Lakini Halfani Hemedi wa Arusha Mianzini anasema kwa chama langu la Simba tumesajili vizuri, ila kule upande wa pili Jangwani kuna kijana wamemsajili anaitwa Alan Okello, namuona kwenye dabi atatusumbua sana. William Kombwe anasema fans of Prisons, I'm very proud of George Mpole signing. Anafurahia ama anaona ajisikia fahari kwa usajili ambao umefanywa na George Mpole. Aliwahi kuwa kinara huyu wa ligi kuu NBC miaka kadhaa huko nyuma. Akaenda Lupopo, baadaye akarejea. Nikukumbushe tu kwamba huu ni mshike mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike mshike. Baada ya mfululizo wa mechi za kimataifa, wekundu Msimbazi Simba wanarejea kwenye kampeni ya kusaka ubingwa wa ligi kuu hapo kesho, ambapo watamenyana na watoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni kwenye uwanja wa KMC Complex, huku kocha mkuu wa kikosi hicho Steve Barker akisisitiza umuhimu wa alama 3 kwenye mchezo huo. We excited to be back playing league matches again after our CAF Champions Leagues. Kwa kweli tumefurahi kurejea tena kwenye ligi baada ya michezo yetu ya kimataifa, na tayari tumerejea kwenye uwanja wa mazoezi na kujiandaa kwenye mchezo muhimu mbele yetu kesho jioni. Hakika huu ni mchezo muhimu kwetu na kila mchezo tunaocheza ni muhimu pia. Tumejiandaa kuhakikisha tunaondoka na alama 3 kesho ili kukaa vizuri kwenye msimamo wa ligi. Tunafahamu kuwa hautakuwa mchezo mwepesi hata kidogo, lakini wachezaji wetu wameonyesha morali na hali ya kujiamini kuelekea kwenye mchezo huu. Tunamheshimu mpinzani wetu na naamini kama timu tayari pia timu yetu imeendelea kupata muunganiko mzuri kwa wachezaji wapya baada ya michezo migumu ya ligi ya mabingwa. Hivyo natumai tunaenda kupambana kuhakikisha tunaendelea na mwenendo mzuri tukianzia na mchezo wa ligi siku ya kesho. Looking forward to the league match tomorrow. Mchezo wa kesho utakuwa mgumu kwa sababu tunajua KMC ni timu ambayo so dhaifu, japokuwa wapo mkiani, lakini haiwezi kuja kuwa dhaifu, lakini tunaamini mchezo utakuwa mgumu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri kusikiana kwa yale ambayo mwalimu ametuelekeza ili kuweza kuyafanyia kazi kuweza kupata matokeo. Na kuelekea mchezo huo utakaochezwa saa 1 kamili usiku, kocha mkuu wa KMC Mohamed Abdallah Bares ameeleza wanavyochukulia mchezo huo na dhamira yao ya alama 3. Niseme tumejipanga vizuri katika mchezo huu, na sioni kama kuna tatizo lolote. Wachezaji wako vizuri, wako hali nzuri, tumerudi Dodoma tukiwa wazima. Basi mimi na imani kesho tumesawazisha makosa yetu. Kesho mchezo utakuwa mzuri. Tunafahamu Simba ni timu bora, timu ambayo ina wachezaji bora, lakini tutaendelea kutengia uwanjani kwa kuheshimu, lakini na sisi watu heshimu pamoja na udogo wetu. Tumejipanga. Kiufupi niseme tumejipanga, na sisi tuna umuhimu wa alama 3. Alama ambazo kama mnavyoona bado tuko chini. Alama hizi kwetu ni muhimu sana, na kama ni muhimu maana lazima tuwajibike. Sasa wachezaji wetu wakawajibike, watumie wajibu wao kuhakikisha timu inapigana hadi dakika mwisho tuone tunapata alama 3. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kwa kila mchezaji na tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Kwa dhahiri mwalimu jinsi anavyotufundisha, kila mtu akilifanyia kazi ile ambayo amefundishwa kwa asilimia alau hata 90, tunaweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Tukisalia hapo, afisa habari wa kikosi hicho cha KMC Halil Chukuchuku ameeleza namna klabu yao inavyoandaa mikakati ya kuhakikisha timu hiyo inafanya vizuri na kuepuka kushuka daraja kwenye ligi kuu ya NBC. Kwanza tunamshukuru Mungu, kila kitu kinakwenda vizuri, na punde tu baada ya kuanza mchezo wetu dhidi ya Dodoma Jiji, timu ilianza safari kurejea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wetu unaofuata dhidi ya Simba. Mchezo ambao ni muhimu kwetu, lakini ni mchezo ambao mgumu. Ni mchezo muhimu na mgumu. Kwa hiyo tunajiandaa, tunachukua tahadhari zote kwenda kuwakabili Simba ambao kwenye karatasi obvious wao ni favorite kushinda mchezo, lakini sisi kama KMC tunakwenda kupambana, kupush kwa ajili ya kupata matokeo. Unafahamu eneo ambalo tupo kwenye msimamo sio eneo zuri sana, kwa hiyo hizi ni fursa za kujaribu kupambana kupata alama 3. Ukikosa angalau kupata hata alama 1 sio mbaya.
Kwa hiyo mwenendo wa timu kwetu sio mzuri, kwa sababu eneo ambalo tupo ni eneo baya, kila mtu anaona. Nikisema tuko vizuri nitakuwa muongo, kwa sababu kila mtu anajua eneo ambalo tupo. Kwa hiyo tunakwenda kupush kuanzia mchezo wa kesho na michezo ambayo inafuata. Kwa kesho tunapata matokeo kwa ajili ya kuitoa timu kule ilipo, na tunaamini timu itarejea katika makali yake. Nao Singida Black Stars watakuwa katika dimba la Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam kesho saa 10 kamili jioni wakiwaalika Fountain Gate FC, ambapo kocha wa kikosi hicho cha Singida Black Stars David Ouma ameweka wazi namna walivyojiandaa kuhakikisha wanaondoka na alama 3 kwenye mchezo huo. Hilo ndio kiwanja ambalo lilituleta katika group stages za CAF. So sisi tunachukua hii fursa kuwapongeza na kushukuru mashabiki ambao walitusukuma kwa ile mechi yetu na ile timu ya Burundi ambayo ilikuwa inaitwa Flambeau. Nafikiria tuliweza kushinda pale na kuweza kuenda katika group stage. So tukirejea katika ligi hii tunalitoa kama zawadi kwa mashabiki wale pale Chamazi. Namba 2, tukiangalia sisi kama Singida Black Stars, of course tumecheza mechi 7, sasa hivi tunaenda kwa mechi ya 8 kesho. So kitu muhimu ni kuwa sasa hivi inamaanisha tunataka kuchase the teams zenye zimekuwa hapa mbele. Unajua dhamira yetu, nia letu ni vile vile kuendelea kushiriki katika kimataifa. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri dhidi ya mchezo wa kesho dhidi ya Fountain Gate. Tunajua mchezo utakuwa rahisi, bali tutapambana kadiri ya uwezo wetu, jinsi tulivyopewa maelekezo na walimu wetu. Pia ningeweza kutoa mwito kwa mashabiki wa Chamazi kwamba nao walikuwa ni chachu na walitupa hamasa katika hatua za makundi. Kwa hiyo tunatoa hii mechi kama zawadi kwao, waje kwa wingi uwanjani, watusapoti, kwa sababu baada ya mechi hii tutarudi tena katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba waje kwa wingi, watupe sapoti. Kwa upande wake kocha mkuu wa Fountain Gate FC Mohamed Laiza na matumaini kuwa amekiandaa vyema kikosi chake kwa ajili ya kupata ushindi kwenye mchezo huo mgumu hapo kesho. Sisi kama Fountain Gate maandalizi yamekwenda vizuri na tumesafiri kutoka Arusha, tuko Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo dhidi ya Singida Black Star. Na kwa upande wa kikosi, wachezaji wote 23 tuliosafiri nao wako tayari kwa ajili ya kuwakabili Singida Black Stars. Mimi naamini wachezaji wananipa ushirikiano wa kutosha na wanaipambania timu, lakini kuna nyakati zingine tunapitia mapito ambayo ni magumu. Lakini kwa hapo tulipofika, sina budi, siwadai chochote, nazidi kuwapongeza na mwisho wa siku tutafikia malengo yetu kama timu. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai hadi kufika siku hii ya leo. Lakini pili, sisi kama wachezaji wa Fountain Gate tupo tayari kwa mchezo wa kesho. Turejea Dar es Salaam sasa na kuwatazama mashabiki wa Young Africans ambao wametamba kuwa timu yao msimu huu na kila sababu ya kutetea ubingwa wao wa ligi kuu NBC kutokana na kiwango bora walichokionyesha kwenye kikosi hicho. Ubingwa mimi naweza kusema kwamba hayo ndio malengo ya timu zote zinazoshiriki Premier League. Sasa tu siwezi kuzungumza moja kwa moja kwamba mimi bingwa wakati ligi bado haijakuwa, ila mimi nimejipanga nayo ndio malengo ya kwanza. Kuhusu wania ubingwa wa NBC kwa Young Africa, naona itakuwa ni fresh tu sababu timu yangu naiamini. Naamini ubingwa mwaka huu utakuwa ubingwa mzuri tena kwetu. Japokuwa utakuwa ubingwa wa 5 au wa 6, lakini utakuwa ubingwa mkubwa kwetu kwa sababu timu nyingi zimewekeza. Tunasikia furaha sana kuwa bingwa na tunaamini mwaka huu tutakuwa bingwa kabla ya mechi 5 au 6. Mimi ninachosema katika mbio za ubingwa, sisi tuko vizuri, tumejipanga, tumesajili timu madhubuti. Wakati nyota ya mshambuliaji kinara wa Walima Zabibu Dodoma Jiji FC William Edgar akizidi kuwaka kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, yeye anasema kuwa kujituma, kupokea maelekezo kwa walimu pamoja na wachezaji wenzake ndiyo silaha pekee inayomfanya kufunga katika michezo ya ligi kuu aliyocheza hivi karibuni. George Mbara amezungumza na nyota huyo aliye kwenye kiwango bora kwa sana hivi sasa, akifunga magoli 4 kwenye mechi 11 alizocheza kwenye ligi kuu ya NBC. Siri ni cha kwanza ni wachezaji wenzangu kunipa moyo na mimi mwenyewe kusikiza ushauri wa wenzangu na jinsi tunavyofundishwa na walimu wangu. Hicho ndo siri, hata nikiingia uwanjani huwa nakumbuka maneno yao, ushauri wao na ule moyo wanaonipa ili niweze kupambana, niweze kufunga.
umekuwa kufunga mara kwa mara. Hii inakuongezeaje kujiamini kwenye eneo lako la ushambuliaji na kuendelea kufunga zaidi? Kwa mchezaji yote yule anayecheza mshambuliaji, pale anapoanza kufunga huwa anakuwa na confidence ya kutamani, yani mara kwa mara aweze akafunga goli. Kwa mchezaji yote, kwa hata mimi mwenyewe kila nikiingia uwanjani natamani muda wote nipate, yani nifanye juu chini niweze kufunga. Msimu huu unaonekana umekuwa mzuri kwako. Unazungumziaje msimu huu na misimu mingine ambayo umecheza ligi? Ni msimu mgumu ambao kila timu imejipanga, imejizatiti nje ya uwanja na ndani ya uwanja kutokana na udhamini mkubwa kwenye ligi yetu. Kwa ni msimu mgumu. Ndoto zako hasa kwenye kukimbilia kiatu zipo? Kila mshambuliaji, kila mfungaji ana ndoto ya kufikia sehemu, yani kufikia sehemu kuweza kuania kiatu cha ufungaji bora. Kwa hata mimi mwenyewe cha kwanza naangalia timu yangu tupate ushindi. Umeona, tupate ushindi niweze kufunga kuisaidia timu yangu. Hilo swala la kuania kiatu linakuja tu automatic. Kwa hata mimi mwenyewe natamani, ila ikitokea tu nimechukua, ndamshukuru Mwenyezi Mungu. Naam, hivyo ndivyo ambavyo tumekamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike hii leo, lakini kuna yale ambayo tutakuja kujuza kwenye nusu saa ya pili ya Mshike Mshike. Miongoni mwa ambayo tutakuwa nayo ni pamoja na haya. Wekundu wa Msimbazi Simba waweka wazi wazalishaji wa kadi za wanachama kidijitali. Na ushindani wa Serie A wakolea, Inter, AC Milan na Napoli zachuana vikali kuwania Scudetto. Mshike Mshike, endelea kuwa nasi usiku. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, tuendelee kuangazia tulionayo mezani. Kocha mkuu wa TRA United Etienne Ndaragije amesema tayari wamejiandaa kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji, akikiri ubora wa maingizo mapya ndani ya kikosi chake. Na tumeweza kutrain jana kwa kuangalia hali ya utimamu wa wachezaji, tuone ipo. So far wote wako sawa. Tunashukuru Mungu, hakuna tatizo. Tunasubiri kupata vibali vya wachezaji ambao hawakuwa nafasi ya kucheza last time. Kwa hiyo wakiwepo, kikosi kikiwa kamili, itakuwa ni fursa yetu tena kwa kuweza kuperform zaidi. Kwanza ni tunaandaa mechi na mechi kwa after match. Kwa hiyo kwa sasa tuna focus na hii mechi. Ni zote ni pointi 3. Kwa hiyo tunapaswa kuhakikisha kwa kikosi chetu kimeimarika na pia kuweza kupata zile, naweza kusema the chemistry, kuelewana, kujua tunatumika vipi, tujenge timu yetu zaidi, kwa sababu maingizo mapya ni wengi na tulihitaji sana, kwa sababu raundi ya kwanza hatukuwa na wachezaji wote kamili. Kwa hiyo ni jukumu, tunatumika sana ili kuweza kuimarika, kwa sababu na muda hauturuhusu. Etienne Ndaragije, kocha wa kikosi cha TRA. Wakati yake izungumza hivyo, mwenyekiti pia wa kikosi hicho cha TRA United Kamna Shomari amesema licha ya kufanikiwa kufanya usajili mkubwa, lakini walipata ugumu kwenye kuwatambua wachezaji ambao ni muhimu
na wanaweza kuongeza kitu kwenye kikosi chao, ingawa urahisi huo ulitokea kutokana na wao kukaza jicho kwa wachezaji wanaowataka. Kama ameyasema hayo alipofanya mahojiano maalumu na mwenzetu Joyce Mwakalinga kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na klabu hiyo. Kuna ugumu kwa maana ya kwamba kuweza kuidentify watu ambao ni potential wanaweza kuja kuongeza kitu kwenye timu. Na kama ukizingatia kwamba kwenye dirisha hili dogo timu nyingi zimekuwa ziko tayari kuuza wachezaji au kukubali kuachia wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo ugumu ulikuwa kwenye kuidentify na kuwapata, lakini urahisi umepatikana kutokana na project ambayo sisi tumekuwa tukiainisha kwa wachezaji tunaowataka, lakini pia profile ya timu yetu imetusaidia katika kupata wachezaji hao. Ni kwa kiasi gani matakwa na mahitaji ya Mwalimu Ndariagije yamefikiwa kutokana na usajili mliofanya? Tuseme kwa zaidi ya 90% matakwa yake tumeyafanikisha, kwa sababu mwalimu alienda mbali, aliidentify position ambazo anahitaji kuweza kustrengthen, lakini pia kuna maeneo ambayo alipendekeza mpaka watu kwa majina specifically na mtaka mchezaji 1, 2, 3. Kwa sisi kama uongozi wa TRA United kwa kushirikiana na management yetu tumejitahidi kwa kiasi kikubwa kumpatia wachezaji almost wote ambao wanawahitaji. Labda malengo yenu kuna namna yamebadilika kwa msimu huu kutokana na ligi inavyokwenda na uwekezaji mliofanya? Malengo yetu bado hayajabadilika, kwa sababu sisi kama TRA United tumekuwa tuna malengo ya muda mfupi pamoja na malengo ya muda mrefu. Malengo yetu ya muda mfupi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunapata alama 3 kwenye kila mchezo, lakini malengo yetu ya muda mrefu kwenye hii ligi ni kuhakikisha kwamba tunamaliza kwenye nafasi 4 za juu. Kutokana na ligi na mechi tulivyocheza, bado tunaona tuna nafasi kubwa sana ya kumaliza katika zile nafasi 4 za juu. Na hata ukiangalia msimamo, sisi TRA United ni moja kati ya timu ambazo zimecheza michezo michache sana, kiasi kwamba tukiweza kufanikiwa kushinda mechi ambazo ziko mkononi, basi bado tunaendelea kuwa kwenye zile nafasi ambazo tunazihitaji. Kwa hiyo bado tuko kwenye right track na tunaamini wapenzi washabiki wa TRA United wanatarajia kupata kile ambacho tumewaahidi. Tukisalia hapo TRA United, mshambuliaji wa Young Africans anayecheza kwa mkopo kwenye kikosi hicho ameelezea furaha yake ndani ya timu hiyo ambayo anaamini imefungua ukurasa mpya katika maisha yake ya soka. Nimekuta ina malengo mazuri kuhakikisha kwamba inamaliza katika nafasi za juu, ikiwezekana kwenda kupambana kuhakikisha kwamba kwa msimu ujao basi inapata nafasi angalau ya kushiriki mashindano ya kimataifa. Na nikiwa kama kijana mdogo ambaye bado na safari ndefu katika mpira wetu wa mpira wetu wa ndani na nje, naamini kabisa ni sehemu sahihi kuhakikisha kwamba naendelea kupush ili kuhakikisha kwamba nasimama pale kwenda sawa na kasi ya timu ambavyo inahitaji kufanikisha malengo yake. Experience ambayo nimeipata pale ya walimu mbalimbali kuanzia kocha Nabi mpaka kocha ambaye nimemwacha sasa hivi, wamenijenga kimpira, kimbinu, kiufundi na kila kitu. Kwa hiyo naamini yale yote ambayo nimeyachukua pale ni kama sehemu ya darasa. Sasa ni muda ambao wa kwenda kufanyia kazi vile ambavyo nimevichukua. Kwa hiyo naamini ni muda sahihi sasa kuonesha vile ambavyo nimejifunza kwa muda mrefu ambao nimekaa pale. Nikiwa kama mchezaji nafurahia kwa sehemu kama hii ambayo unapata nafasi, kwa sababu ili unitambue mimi kama mchezaji basi unione uwanjani. Uweze kunitambua mimi mchezaji alafu unione uwanjani. Kwa hiyo kitendo cha mimi kuwepo hapa na kupata nafasi ya kucheza kwanza inanijenga, lakini pili inanifanya na kuwa ni mtu ambaye unajua unafanya ile kazi ambayo unaipenda. Kwa hiyo unafurahia kupata nafasi. Haijakuwa ngumu wala haijawa rahisi kihivyo, lakini unajua sisi wachezaji wa mpira ni watu ambao hatuna maisha sehemu moja. Kabla ya mimi kuwa Yanga kuna sehemu nilikuwepo. Kwa hiyo sehemu nilikuwepo nilikuwa na marafiki na maisha yalikuwa yanaendelea. Kabla hapo nikaingia Yanga nikaa na marafiki na maisha yakaendelea. Baada hapo nimetoka Yanga nimekuja kwa mkopo hapa, nimekutana na marafiki na maisha yanaendelea. Na naamini pia baada hapa kuna maisha mengine pia yataendelea. Kwa hiyo ni maisha ambayo ya kila siku ya mchezaji wa mpira anatakiwa kuwajua. Tutazame na hili. Kufuatia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Namungo FC, baadhi ya mashabiki wa Pamba Jiji na wachezaji wa zamani wa klabu hiyo wamempongeza kocha Francis Baraza, huku wakielezea shauku yao ya kutimiza malengo ya kumaliza ligi katika nafasi za juu ili waweze kupata nafasi ya kucheza kombe la shirikisho barani Afrika msimu ujao. Habari zaidi na Innocent Alois kutoka Mwanza. Kocha Francis Baraza anaijenga timu ya Pamba vizuri na tunapata matokeo. Kwa sasa hivi watu wengi tunahamasika, wachezaji wengi wa zamani tumo uwanjani, tunakuja kwa support vijana. Lengo wakati wanazindua kwamba wachezaji wapya wamefika, lengo lao lilikuwa ni nafasi ya kwanza mpaka ya 4.
ikishindikana ya 5. Nadhani safari wataipata kama wataamua kama walivyoamua sasa hivi. Tuliweza kuconcede penalty, lakini namna ambavyo mashabiki walireact, namna ambavyo walimpa support goalkeeper akareact na akaweza kusave ile penalty. Kama tunaendelea hivi ambavyo wamefanya mashabiki leo, mwitikio wao, reaction kwenye baadhi ya matukio, kuisupport team, naamini mengi mazuri yanafuata. So ushindi wa leo ni kwa ajili yao kwa kiasi kikubwa sana. Tumgeukie mnyama Simba sasa, ambapo klabu hiyo imetangaza kampuni ya Mainstream Group kuwa watengenezaji kidijitali wa kadi za wanachama, huku pia ikichagua kampuni ya Nexus Pesa kutoa kadi hizo zikiwa kwenye mfumo wa Visa, ambapo kadi ya kwanza inataraji kutolewa Machi 27 mwaka huu. Tumeingia katika makubaliano na wenzetu wa Mainstream Group pamoja na Nexus Pesa. Utaratibu kama tulivyosema, utoaji wa kadi za Simba unazingatia katiba yenyewe ya Simba, kwa maana utaratibu utakwenda vile vile katika mchakato wa kuanzia katika ngazi za matawi na kuja mpaka makao makuu kwa ajili ya kupata hizo kadi. Kila mwanachama ambaye atafanya enrollment hiyo ataipata kadi yake katika eneo lake kwa utaratibu ambao tutakubaliana, kwa sababu kuna makampuni mengine ambayo tunaendelea na majadiliano nayo kwa ajili ya kufanya delivery ya hizo kadi. Zaidi ya hapo tu kwamba ni wakati mwafaka kwa wanachama haswa kwenye ngazi zile za matawi, kwa sababu tutaanza na usajili wa matawi muda mfupi kuanzia sasa, ili matawi yale yawe registered, yaeleweke yalipo na viongozi wake. Ni kadi za kisasa aina ya Visa. Kwa hiyo hizi kampuni mbili kwa kushirikiana na Simba zitafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hizi kadi zinatolewa haraka iwezekanavyo. Sasa mchakato ujinsi gani tutaanza kuanzia hapa mpaka siku ya kwanza ambayo tutafanya tukio kubwa la kutoa kadi, kulaunch kadi ya kwanza ya kisasa aina ya Visa kwa wanachama wetu. Jambo moja ambalo tunaahidi kwenye upande wa teknolojia ni kwamba utakuwa ni mfumo rafiki ambao unaweza ukatumika na mtu yeyote mwenye simu janja, mwenye simu ya kawaida, lakini pia anayetumia mifumo mingine, kwa mfano kama website. Sisi kama watu wa Nexus Pesa Card, kazi yetu sisi ya msingi ni kuunganisha mfumo ambao watu wa Mainstream Media na Mainstream Group wanatengeneza, ambao unahusisha na Simba, na masharti yetu sisi ni kuhakikisha kwamba mwanachama anapata kadi pale alipo. Ile kadi itamwezesha yeye kuthibitisha wanachama wake, itamwezesha yeye kuwa mtumiaji. Naam, wakati hayo yanaendelea, mashabiki wa timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutoka hapa Dar es Salaam wametamba kuwa timu yao itashinda mchezo kesho dhidi ya watoza ushuru manispaa ya Kinondoni. Wenyewe wanasema mnyama lazima ale nyama. Mchezo wa kesho kwa Simba, mimi naona Simba kwa sababu wameongezewa usajili kidogo, juzi wametulizisha, japo hata tumetolewa, lakini tumeridhika na usajili wa Disha Dogo kwa kweli. KMC sisi pale ile tunamfunga tu. Yaani kwa ID dadangu, kama utanambia zaidi ya goli 3 au 2. Nashukuru Mungu bwana, tumeenda kimataifa, ndo kama hivyo tumetolewa. Japokuwa ni tuuma ila sio sana, japo ni mpira, dakika 90 mliziona. So na kingine kuhusu mtanange wa kesho dhidi ya Simba na KMC, nahisi kama tutafanya vizuri. Timu yetu naiamini, Simba Sport Club naiamini, wachezaji wako vizuri, na tumai na natarajia kesho mabadiliko atakuwepo na kocha yuko vizuri. Klabu yangu ya Simba na imani tutafanya vizuri, kutokana na tushapoteza nafasi kibao. Iwezekanavyo basi kila Mungu atatutetea wepesi, mchezo utakuwa mzuri na tutapata matokeo. Na mechi ya kesho haina tatizo sana. Si mechi za nyumbani kwanza tunaziweza vizuri. Hata za kimataifa. Mwaka huu bahati mbaya tu. Sio tukamlaumu Mangungu bure, hana kosa yoyote. Mangungu sasa anacheza mpira, anacheza mpira watu wanaonekanika uwanjani. Na mpira wetu tumeuona, KMC tunawapiga nyingi tu. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Tuende mapumziko kidogo, tutarejea. Usiondoke.
Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Afisa habari na mawasiliano wa klabu ya JKT Tanzania Masau Bwire ameweka wazi juu ya mwendelezo mzuri wa timu yao kwenye ligi kuu ya NBC na mikakati ya kuendelea kuwa bora zaidi kwa msimu huo mwaka 2025-26. La kwanza kabisa ambalo ndo kubwa ni kuwa mabingwa wa soka ligi kuu Tanzania bara. Japo unapotamka kauli hii kwa Watanzania walio wengi watakuona kama mwenda wazimu, lakini sisi sio hao wanaowafikiria. Ni lengo ambalo tunalisimamia. Lengo la pili, kama tukifeli hapo, sababu tupo wengi tunashindania ubingwa, basi tuwe miongoni mwa timu 4 bora, tupate nafasi ya uwakilishi katika mashindano ya CAF. Sasa ili kuhakikisha kwamba hayo tunayafikia, ni maandalizi. Cha kwanza, uwe na kikosi bora, uwe na timu inayoeleweka, wachezaji wanaojitambua, wachezaji wenye uwezo, vipaji na wanaowajibika ipasavyo. Kwa hiyo kwenye eneo la usajili hatukufanya masiara. Naam, leo nizungumze na mchambuzi wa masuala ya soka hapa Endu Kinga Mkono kuweza kusikia kutoka kwa Endu. JKT Tanzania imebidi tuwagusie kidogo, wajadiliwe. Ni kama wamekuja na mission nzito sana. Sana. Ya, msimu uliopita wakati kama huu alama walizokuwa nazo ni alama 8 pungufu ya walizonazo sasa hizi. Ni kama wanafukuza mwizi kimya kimya. Umekuwa msimu mzuri kwao. Wameanza vizuri na wao ni miongoni mwa timu ambazo zimenufaika na ratiba ya CAF ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Ukiangalia katika ligi unaona wao ndio wanufaika pekee, japokuwa hawako mbali. Ukiangalia pointi wana pointi 27, Yanga Pambajini anakuja, Yanga na pointi 22. Kama Yanga akishinda mechi yake anamsogelea, lakini bado pointi 2 itakuwa bado. Inabidi Yanga ashinde mechi 2 ili amkute. Sasa msimu uliopita kwenye mechi 15 walikuwa na alama 19. Msimu huu kwenye mechi 15 na 27. Kwanza wanajihakikishia mazingira wao kubaki kwenye ligi kuu. Bado pointi wakifikisha pointi 34 tu au 35 wanakuwa na uhakika kubaki ligi kuu. Vivyote ilivyokuwa wanakuwa miongoni mwa timu ambazo zitabaki ligi kuu. Lakini kingine wanatuonyesha kama wana nafasi ya kwamba wao wanaweza kuwa wawakilishi. Na hii inakuja kwa nini kuwa wawakilishi, nafasi ya kuwa wawakilishi? Inakuja nafasi ya kuwa wawakilishi katika mashindano ya kimataifa. Kwanza timu yao ya wanawake imefanya vizuri kwenye kombe la ligi ya mbingwa. CAF Champions League ya wanawake. Kwa hiyo unaona wana nafasi hiyo ya wao kuja kuwa wawakilishi. Kwa nini wao timu ya wanawake inafanya vizuri, wanaume sifanye vizuri? Kwa hiyo nadhani ni aina management imekaa, inaona wasupport vijana, waone watafikia wapi. Haya, Ahmad Ally na vijana wake wanafukuza mwizi kimya kimya. Matokeo yao ni kama ambavyo unaona mechi zao hizi 5 za mwisho kabla ya mechi ya leo. JKT Tanzania walishinda 1-0 dhidi ya Mashujaa, wakashinda 3-0 dhidi ya Pamba, wakapoteza 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji. Baada ya hapo wakasare kwa sare tasa dhidi ya Tanzania Prisons wakiwa ugenini. Wakaja wakashinda goli 1-0 wakiwa ugenini dhidi ya Singida Black Stars. 6 kwimuhaba hasa kwa timu ambayo tunaitazama kama mid-table team. Bana, shukrani sana. Takwimu nzuri na vile vile unaona Saleh Karabaka na Paul Peter ndio wanaibeba timu kwa sasa hivi. Kwa sababu magoli yako 17 wamefunga nusu ya magoli yao. Shukrani sana. Asante sana. Naam, ni mwendelezo wa JKT Tanzania na kile ambacho mkoa wanaendelea kukifanya kwenye ligi mpaka sasa. Lakini tusalie hapo na sasa tutazame kombe la shirikisho la CRDB. Katika hatua nyingine, Masau Bwire ameelezea utayari wa kikosi cha timu hiyo kuikabili Pan African kwenye mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB. Sisi lengo letu ni kufanya vizuri katika mashindano tunayoshiriki. Na bahati nzuri bingwa wa CRDB anapata nafasi ya kucheza mashindano ya CAF kombe la shirikisho. Na sisi ndiyo kiu yetu, ndiyo nia yetu. Kwa hiyo spidi unayoiona huku kwenye NBC, ligi kuu ya NBC, kasi hiyo hiyo ndiyo tutakayo kwenda nayo katika mashindano ya CRDB. Tumepangwa na timu ya Pan, kama nilivyosema, timu kongwe. Hatuwezi kuipuuza, hatuwezi kuidharau. Mandhari ipo katika mashindano. Sisi hatuichukui kama ni timu kubwa au ni timu ndogo. Tunachokijua sisi ni kuandaa kikosi kilicho kamili, kuandaa kila mkakati wa hamasa wa nini vijana wanapoingia uwanjani
hawana cha kusema, sijui hawa tunacheza ni watu tofauti na wale tuliowazoea. Sisi lengo letu, mandhari umekuja vitani, umekuja kupambana na sisi, mziki wetu ni ule ule. Tutazame na hili. Baadhi ya waandishi wa habari kutoka Dar es Salaam wameeleza namna watakavyoweka jitihada kubwa kwenye vipindi mbalimbali vya radio, runinga na magazeti ili kuipa nguvu AFCON 2027 inayotarajiwa kufanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Wananchi wanapata taarifa kupitia kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo na waandishi wa habari maana yake ni kwamba wanapaswa kuzungumzia AFCON karibu kila siku ili kuweza kutoa hamasa zaidi kwa wananchi. Nini ambacho wanatakiwa kuzungumzia? Unapozungumza AFCON, mtu mwingine anaweza kufikiri kwamba ni AFCON ni mpira tu unapocheza, lakini AFCON hii si mpira peke yake. Kuna mambo mengi ndani yake katika hii AFCON. Kuna masuala ya utalii katika AFCON, kuna masuala ya fursa za kiuchumi katika swala zima la AFCON. Haya ni mambo ambayo waandishi wa habari wanapaswa kuyazungumzia kila siku ili basi kuweza kuwafahamisha wale wa Tanzania na ambao sio wa Tanzania, ambao pengine ni raia wa kigeni watakuja katika masuala zima ya AFCON hapa, waweze kuona kwamba tukienda Tanzania katika michezo hii kutakuwa na 1, 2, 3. Kama waandishi, pamoja na kazi yetu ya msingi kwa maana ya kuelimisha jamii, kuonya jamii, lakini kuelekea fursa ya michuano hii, manake tunayo nafasi ya kuhakikisha kwanza tunazitazama zile fursa zilizopo. Kwa maana ya michuano yenyewe ya AFCON, tunatarajia kuona kutakuwa na idadi kubwa ya watu. Kwa wakati kama huu, kwenye kazi zetu za kila siku, ni lazima tuangalie namna gani ambavyo tunawapelekea ujumbe wale watazamaji wetu, lakini pia wasikilizaji wetu, na wao pia wawe na picha ya jumla ya ukubwa wa michuano hii. Tugeukie hili. Kufuatia kufungiwa kwa uwanja wa Ali Hassan Mwinyi huko mjini Tabora kwa kushindwa kukidhi vigezo vya kikanuni, wadau wa soka mkoani humo sambamba na wamiliki wa uwanja huu ambao ni Chama cha Mapinduzi wameshtushwa na taarifa hiyo, huku wakitaka kujiuzwa maeneo yaliyo na kasoro ili yawekwe sawa. Juma Kapipi anaarifu zaidi kutoka Tabora. Sisi kama mashabiki, kwa hili linatusikitisha, au kama kuna sababu zingine tofauti na uwanja labda ziko nyuma ya pazia, waseme tu, kwa sababu tunataka kukuza mpira, tunataka tuone ligi yetu iwe bora. Sasa inakuwaje inashindwa? Kuna kuwepo na sababu zisizokuwa na msingi. Kama wanataka kuihamisha hii timu ya TRA watuambie, lakini sio ndio vigezo vya kwamba eti uwanja umefungiwa ili tusikie timu imeenda sehemu nyingine. Kwa sababu uwanja wewe mwenyewe mwandishi ukiuangalia unauona kabisa ni uwanja uko vizuri. Walituambia waweke zile wavu katika ajili ya mashabiki wasivuke kwenda kule, watu wameweka. Walisema vyumba vikarabatiwe, watu wamekarabati. Maji yako uwanjani, sasa shida ni nini? Na tunapenda tuone ligi na timu mbalimbali zikija hapa zinaleta mwamsho wa biashara pia. Lakini sisi tunashangaa sana kwa kuona tukio hilo lilotoka kwa ajili ya kufunga uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Utaratibu wao, wanatoa barua, wanaipa klabu, wanaambia kuna marekebisho haya hapa yanatakiwa yafanyike. Lakini tunashangaa tangazo tu kuona uwanja umefungwa bila taarifa yoyote. Na sasa hivi tuna timu ziko zaidi ya 3 zinacheza natumia uwanja huu. Na zote zinacheza kwa wakati mmoja. Uwanja hauathiriki wala kuna shida yote inayoonekana hapa uwanjani. Sasa tunashangaa. Sasa taarifa zote ambazo zinatokea mbali na kutoka kwenye mitandao ya kijamii, lakini barua rasmi huwa wanatumiwa vilabu. Na mpaka asubuhi nimejaribu kuwasiliana na baadhi ya viongozi wa vilabu, walikuwa bado hawajapokea hizo email. Lakini uwanja umefungiwa kweli. Na sisi kama chama tunaendelea kufanya ufuatiliaji na viongozi wa shirikisho pamoja na bodi ya ligi kujua ni nini sana hasa sababu. Lakini najua yapo mazungumzo yanaendelea kutaka kujua na namna gani tunaweza kuliondoa hilo. Kwa hiyo mashabiki wameumia. Kwanza niwape pole, na kilichowaumiza zaidi uwanja, kwa sababu wanauona, wanautembelea, wanauona, wenyewe wanahisi kwamba uwanja uko sawa kuchezwa kwenye mashindano. Wakati akiendelea, timu ya polisi Tanzania ya mkoa wa Kilimanjaro imepokea kwa bashasha ratiba ya hatua 64 bora kombe la shirikisho la CRDB, ambapo itachuana dhidi ya THB kutoka Rukwa, wakiamini wana nafasi ya kusonga mbele kama anavyoelekeza afisa habari wake Inspector Frank Rukwaro. CRDB Federation Cup hatua ya 64 bora tumepangwa na timu ya THB kutoka kule mkoani Rukwa. Mchezo ambao utachezwa tarehe 18. Ni mchezo ambao pia tutaupa umuhimu mkubwa, kwa sababu pia katika kombe hili la CRDB Federation Cup tumeweka pia malengo ya kuhakikisha kwamba tunafika katika hatua za mbele zaidi. Polisi Tanzania ni timu kubwa, kwa hiyo
tunaamini kabisa kwamba kwa uwezo wa kikosi chetu, tunaamini kabisa pia katika kombe hili la FA tutafanya vizuri pia. Mwisho wa mshike hii leo, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, yangu ni Kennedy Moses. Siku mwema.